Nchini Tanzania kumekuwa na hisia mseto kufuatia hatua ya chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema kutotia saini kiapo cha maadili kuelekea uchaguzi wa mwezi Oktoba mwaka huu, hatua ambayo kwa mujibu wa tume huru ya uchaguzi nchini humo kitakosa nafasi ya kushiriki uchaguzi wowote kwa muda wa miaka 5 ijayo. Chadema inasema haiwezi kutia saini kiapo hicho hadi pale marekebisho ya wazi ya sheria za uchaguzi yatakapofanyika. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani kwa kilichotokea? Alois Mchunga amezungumza na mwanahabari wetu Victor Moturi. Ilikuwa ni lazima wasisaini kanuni hizo kwa sababu wameshasema hazifai na hawawezi kwenda katika uchaguzi kwa kutumia kanuni hizo. Kwa hiyo upande mmoja kwa msimamo wao ilikuwa ni sawa, lakini upande mwingine huko mjadala hata ndani ya chama chenyewe kuna baadhi ya wanachama hasa wale ambao walikuwa wana nia ya kugombea katika uchaguzi wa mwaka huu na wanaona kama chama kitadorola kidogo na kukosa uaminifu kwa wananchi kwa sababu hakitaonekana katika uchaguzi. Kwa hivyo kama chama kikuu cha upinzani ni kama kitapoteza umaarufu wake na tajiriba yake ya kisiasa. Na unadhani kutoshiriki kwa Chadema kunaweza kuwa na athari zozote katika siasa na demokrasia ya nchi hiyo? Kwa kweli mpaka sasa tunaona kabisa, pamoja na kwamba mchakato ndio kwanza uko katika hatua za awali, lakini maoni ya wachambuzi wengi, wadau wa siasa, tumeona pia mashirika mbalimbali yanatazama kama uchaguzi utakuwa umekosa ule mvuto au ule msisimko, na kwa kiasi fulani ni kama itaathiri hata ukuaji wa demokrasia yenyewe, kwa sababu nafahamu Chadema ndio chama kikuu cha upinzani hapa nchini. Ni mjadala ambao unaendelea kusema kweli, lakini maoni ya wengi ni kama uchaguzi ni kama umeshamalizika ikiwa Chadema hawatashiriki. Msikilizaji, vyama 18 isipokuwa Chadema vilitia saini kiapo cha maadili, ingawa baadhi vina madai kama ya Chadema. Rais Samia Suluhu wa Tanzania na mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni wanashutumiwa kutumia kesi za uhaini kujaribu kuwazuia wapinzani wao kumenyana nao katika chaguzi za urais baadaye mwaka huu na mwaka ujao mtawalia. Nchini Tanzania, kiongozi wa upinzani Tundu Lissu aliyefikishwa mahakamani mwishoni mwa juma anazuiwa kwa muda usiojulikana kwa tuhuma za uhaini, mashtaka sawa yanayomkabili mwenzake wa Uganda Kizza Besigye ambaye pia amenyimwa dhamana wakati kesi dhidi yake ikiendelea kujikokota. Kambi ya wakimbizi ya muda ya Nyakabande katika wilaya ya Kisoro nchini Uganda imejaa kupita kiasi kutokana na vita mashariki mwa DRC, huku ikiripotiwa kwamba ina wakimbizi zaidi ya 6,000 wakati ina uwezo wa kuhifadhi wakimbizi 1,000 pekee, mamlaka katika eneo hilo zimesema. Nchini DRC, serikali inajitahidi kutoa msaada wa vyakula, maji na mahitaji mengine ya msingi kwa waathiriwa wa mafuriko yaliyotokea mjini Kinshasa, ikiwemo watoto na akina mama. Kaimu mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Afrika wa kusaidia kuleta amani nchini Somalia au SOMA hapo jana aliahidi kuimarisha juhudi za kuleta utulivu nchini humo na kutoa wito kwa washirika wao wa kimataifa kumuunga mkono Rais Hassan Sheikh Mohamud katika juhudi zake za kujenga jeshi imara lenye uwezo wa kulinda nchi yake. Wanaharakati wa haki za binadamu nchini Sudan wanasema wapiganaji wa RSF wameua raia 56 katika muda wa siku 2 zilizopita, ambapo walifanikiwa kuchukua barabara inayounganisha mji wa El Fasher, mji pekee kwenye jimbo la Darfur ambao bado uko chini ya jeshi la serikali. Kufahamu zaidi, Victor Moturi ametuandalia ripoti hii. Mauaji hayo yaliyotekelezwa Aprili 11 na Aprili 12 yalilenga eneo la Mkadada lililoko umbali wa kilomita 180 mashariki mwa El Fasher, ilisema taarifa mashirika ya kutetea haki za binadamu yaliyowanyoshea kidole wapiganaji wa RSF. Wapiganaji wa RSF wamezidisha mashambulio zaidi kwenye mji wa El Fasher tangu mwezi uliopita. Jeshi la serikali lilifanikiwa kudhibiti tena mji mkuu wa Khartoum. Ripoti ya mashirika haya imetolewa siku moja kupita baada ya Umoja wa Mataifa kusema kuwa zaidi ya watu 100 wanahofiwa kuuawa katika mashambulio ya wapiganaji wa RSF huko El Fasher na eneo jirani la kambi kubwa ya wakimbizi ya Zamzam. Mzozo huu kimsingi umeigawanya Sudan katika sehemu mbili, makumi ya maelfu ya watu wakiuawa, zaidi ya watu milioni 12 wakikimbia makazi yao na kusababisha kile Umoja wa Mataifa umekitaja kama mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu kuwahi kurekodiwa.
Kiongozi wa kijeshi nchini Gabon, Oligui Nguema, anaelekea kupata ushindi wa kishindo kufuatia uchaguzi wa kwanza tangu achukue madaraka kupitia mapinduzi ya kijeshi mwaka 2023, vyombo vya habari nchini humo vimeripoti, ingawa wizara ya mambo ya ndani haijathibitisha hilo bado. Taarifa zaidi na Jason Sagini. Nguema ambaye alimaliza karibu miaka 5 ya utawala wa Bongo uliokuwa umekithiri vitendo vya rushwa mwezi Agosti mwaka 2023, alikuwa akiongoza kwa mbali dhidi ya wapinzani wake, televisheni ya taifa Gabon 24 imeripoti. Wapiga kura walijitokeza kwa wingi katika moja uchaguzi ambao unataja kama kura ya maoni itakayomaliza utawala wa kijeshi, wizara ya mambo ya ndani ikisema 87% ya raia walijitokeza kushiriki uchaguzi wa Jumamosi. Wachambuzi wa mambo wanasema kuwa yeyote atakayeshinda atakabiliwa na mlima wa kutatua matatizo ya nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta, kuanzia kwenye miundombinu inayoharibika na umaskini uliokithiri, huku ikikabiliwa na rundo la madeni. Nguema alikuwa akishindana na wagombea wengine 7 wanaoongozwa na aliyekuwa waziri mkuu wakati wa utawala wa Ali Bongo, Alain Claude Billy Bainze. Aidha, kwa mara ya kwanza waangalizi wa kimataifa na wale wa ndani waliruhusiwa kuchukua picha wakati zoezi la upigaji kura likiendelea. Nchini Guinea, kuelekea uchaguzi wa kurudisha utawala wa kiraia, Salou Diallo, rais wa muungano wa UFDG, katika hotuba kwa wafuasi wake kwa njia ya video kutoka Dakar ambako anaishi uhamishoni, ameshtumu kiongozi wa mpito Jenerali Mamadi Doumbouya kwa kukiuka ahadi yake kwamba hakuna kiongozi wa mpito atashiriki uchaguzi huo, wakati mamia ya watu wakishiriki maandamano ya amani kuunga mkono kiongozi huyo wa mpito kugombea. Nchini Nigeria, kiongozi wa kundi la waasi lenye uhusiano na kundi la Islamic State, Waska Ndakarami, ameuawa pamoja na wafuasi wake 100 katika operesheni ya pamoja ya kijeshi kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, mamlaka zimesema. Na takriban wapiganaji 9 wanaotaka kujitenga waliuawa mwishoni mwa juma kufuatia makabiliano na askari katika eneo la kaskazini magharibi nchini Cameroon, kulingana na vyanzo vya usalama katika eneo hilo. Mashambulio ya anga yaliyotekelezwa na Israeli mapema leo yameharibu moja ya hospitali pekee ambayo inafanya kazi kwenye eneo la Gaza, jeshi la Israeli likisema lilikuwa linalenga komandi ya kundi la Hamas iliyokuwa inafanya shughuli zake kwenye hospitali hiyo. Paul Nzioki na maelezo zaidi. Tangu kuzuka kwa vita kati ya Israeli na Hamas, makumi kwa maelfu ya raia wa Gaza wamekimbilia katika majengo ya hospitali kuomba hifadhi. Hata hivyo, majengo mengi yakiharibiwa kutokana na mapigano yanayoendelea. Shambulio katika hospitali ya Al-Ahli iliyoko kaskazini mwa Gaza limeripotiwa kutosababisha madhara yoyote na limetekelezwa siku moja kupita tangu vikosi vya Israeli vichukue barabara muhimu ya kuingia kwenye mji huo, ishara kubwa ya kuonyesha kuongezeka kwa wigo wa operesheni zake. Aidha, shambulio hili limetekelezwa wakati huu mashirika ya misaada pamoja na Umoja wa Mataifa wakionya kuwa dawa pamoja na mahitaji mengine ya kimatibabu vinaelekea kuisha, huku idadi ya wagonjwa ikiongezeka. Mashambulio haya yanatekelezwa wakati huu kukiwa hakuna matumaini yoyote kwa pande hizo kupata suluhu la usitishaji mapigano huko Gaza. Na wizara ya mambo ya nje ya Irani imesema leo kwamba mazungumzo na Marekani yanayotarajiwa kufanyika wikendi ijayo yatasadia kuwa yasiyo ya moja kwa moja na upatanishi wa Oman, na yanalenga zaidi suala la nyuklia na kuondolewa kwa vikwazo.